Rikama sanda ramando roho shata rabakaria. Baba, ninakutukuza. Ni wewe Mungu wa pekee Baba, umetupa kibali kikubwa watoto wako. Tumeona nguvu na tumeona utukufu wako tena siku ya leo. Umetutia nguvu na umetusimamisha kwa namna kubwa sana. Watoto wako tumeshuka mbele zako Yesu Kristo, tukiomba toba na rehema. Ututakase na kutusafisha kwa damu ya mwana kondoo. Watoto wako tumeshuka mbele zako kabisa. Haya ni majira tena ya jioni. Wanao Bwana, tuko hapa Yesu Kristo. Vita ni vikubwa, vita ni vingi, hatima zinashambuliwa, ndoto zinashambuliwa, neema inashambuliwa, lakini palipo wewe hakuna kitu kinachoshindikana. Baba yangu katika jina la Yesu, ninashuka mbele zako Bwana, nikiomba msaada utokao kwenye kiti chako cha enzi. Majira ya usiku ni majira ya vita. Majira ya usiku ni majira ya mapambano. Majira ya usiku ni majira ya kuharibu hatima za watu wengi ziliharibika majira ya usiku. Mungu uliye hai, na wanao tuko hapa Bwana. Rikaramanda ramasotorukosha mandoro koriamanda reke yanda sika yamanda rika rosa tarabakosha. Baba yangu, sina Mungu mwingine zaidi ya wewe. Rere sekerere karanda ramanda rakuyanda ikamanda rika yansondara makoria baba santa ramakushakeri ikayanda reke senere kerere seterere keriamanda rabashaka. Ni wewe tunakuhitaji Yesu, hatuna Mungu mwingine zaidi ya wewe. Ni wewe Yesu tunakuhitaji kwa namna kubwa Bwana, hatuna Mungu mwingine. Kila mmoja amwambie Bwana, nakuhitaji tena usiku wa leo. Kila mmoja apige kelele aseme, ninakuhitaji Bwana, ninakuhitaji Yesu. Haramandoro satarabakuria baba. Ninakuhitaji mshindi wa vita, ninakuhitaji mpiganaji, ninakuhitaji mshindi wangu, ninakuhitaji kiongozi, ninakuhitaji mkombozi. Yesu ninakuhitaji, nimepaza sauti yangu juu, ninakuhitaji. Makorere serere serere sandarara saka rara sotororo koria mamandara kayanoro kushaka. Ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana. Hatuna Mungu mwingine wa kukimbilia, ni wewe. Ni wewe wa kutusaidia, ni wewe wa kutushika kwa mkono, ni wewe wa kututunza, ni wewe wa kutunyanyua. Hatuna Mungu mwingine, ni wewe tu Bwana. Risana randa ramando rukusheke. Ni wewe mtetezi, mtetezi wetu wakati wa vita, mtetezi wetu wakati wa kupigana, mtetezi wetu wa kutushinda. Andika Bwana, naomba unitetee, naomba unitetee. Makorika yando rosata. Mwite Mungu mtetezi, mwite Mungu mtetezi, mwite Mungu mtetezi. Akutetee, akutetee, atetee ndoto zako, atetee maisha yako, atetee hatima yako. Riando satara yanda rika babasa rikanda randa rata randa resata rabashaka. Baba mtetezi, Yesu mtetezi, risanda rokosha parikando rosata riaranda sata makori kayanda randa mandoro shata rabakoria. Baba mtetezi, Yesu mtetezi, Yesu mtetezi, Yesu mtetezi, Yesu mtetezi. In the mighty name of Jesus. Kuna mahali unatamani Yesu akutetee. Umepita mahali umechoka, umepita mahali umekata tamaa, umefika mahali unahitaji kuona msaada. Ninaomba kaa kwenye skrini hii, chukua hiyo namba ya Yasi ya 0679645759.
tuma ujumbe wako wa WhatsApp. Unahitaji Baba akutetee kwenye lipi limekushinda, na unahitaji kushare pamoja na mimi ili tuweze kuomba pamoja usiku huu. Tamka, unataka Yesu akutetee wapi? Unataka Yesu akutetee sehemu gani? Kwenye kiwango kipi? Andika nitumie, na tutasimama na wewe. Ninaona Mungu akijibu hicho kilio, akikutetea kutoka kwenye taabu, kutoka kwenye shida, kutoka kwenye madhabahu ya giza, kutoka kwenye madhabahu ya kuzimu. Unapitia changamoto ya magonjwa, changamoto ya utasa, changamoto yoyote ya kibiashara. Ambia mtu wa Mungu, naomba Yesu anitetee, anitoe hapa. Ramando rosha tarama kuria resa tarama kuria reshandere kerere sabababababa, in Jesus mighty name. Wakati uko, wakati wa usiku, Mungu akusaidie. Usimame na dhabihu maalumu, inaitwa dhabihu ya ulinzi. Usiku huu, wakati wachawi wanapigana, wanapambana kuharibu ndoto zako, kuharibu maisha yako, kuharibu neema yako, na wewe simama na dhabihu. Walienda kwa waganga ili waharibu hatima yako, waharibu maisha yako, na wewe kamata hiyo dhabihu. Usiku wale waanza kuomba, mwambie Baba, ninaomba juu ya dhabihu hii, ninapoituma kwenye hii madhabahu, wacha Yesu nitetee. Kuna namba hapo ya Vodacom ya 0756 934 903. Hii ni dhabihu kubwa, simama nayo, mwambie Bwana, ninaomba utete na uteta nami, uangamize wanaoangamiza hatima ya maisha yangu. Karamando rosa tarabakosha. Mungu ametupa tena neema ya kuisoma zaburi hii kabla ya kulala. Hii ni zaburi ambayo imebeba nguvu kubwa, nguvu iliyobeba utukufu mkubwa sana. Hii ni zaburi ya 40. Hii ni zaburi ya 40, na Mungu akupe neema ya kuisoma zaburi hii kabla ya kulala, kwa sababu imejaa nguvu kubwa, imejaa ukombozi mkubwa. Hii ni zaburi ya 40. Biblia inasema kwenye zaburi ya 40, anasema nalimngoja Bwana kwa saburi, akaniinamia. Anasema akaisikia kilio changu, akanipandisha toka shimo la uharibifu, toka udongo wa utelezi, akaisimamisha miguu yangu mwambani, akazimarisha hatua zangu, akatia wimbo mpya kichwani mwangu. Ndio sifa zake Mungu wetu. Anasema kwamba wengi wataona na kuogopa, nao watamtumaini Bwana. Anasema Eli aliyemfanya Bwana kuwa tumaini lake, wala hakuwaelekea wenye kiburi, wala hao wanaogeukia uongo. Anasema Bwana Mungu wangu, umefanya kwa wingi miujiza yako, na mawazo yako kwetu hakuna awezaye kufananishwa nawe. Anasema kama ningependa kuyatangaza na kuyahubiri, ni mengi sana hayahesabiki. Dhabihu na matoleo ukupendezwa nazo, masikio yangu umeyazibua. Kafara na sadaka za dhambi ukuzitaka. Ndipo niliposema, tazama, nimekuja, katika gombo la chuo nimeandikiwa. Mstari wa 8 anasema, kuyafanya mapenzi yako, Mungu wangu, ndio furaha yangu, naam, sheria yako imo moyoni mwangu. Nimehubiri habari za haki katika kusanyiko kubwa, sikuizuia midomo yangu, Bwana unajua. Sikustiri haki yako moyoni mwangu. Nimetangaza uaminifu wako na wokovu wako. Sikuficha fadhili zako wala kweli yako katika kusanyiko kubwa. Nawe Bwana usinizuilie rehema zako. Anaendelea anasema, fadhili zako na kweli yako na zinihifadhi daima, kwa maana mabaya yasiyohesabika yamenizunguka
mimi. Maovu yangu yamenipata, wala siwezi kuona. Yamezidi kuliko nywele za kichwa changu, na moyo wangu umeniacha. Bwana, uwe radhi uniokoe. Bwana, unisaidie hima. Waaibike, wafedheheke pamoja wanaoitafuta nafsi yangu, waiangamize. Warudishe nyuma, watayarishwe, wapendezwao na shari yangu. Wakae hali ya ukiwa, na iwe aibu yao wanaoniambia ewe, ewe. Washangilie, wakufurahie wote wakutafutao, waupendao wokovu wako, waseme daima, atukuzwe Bwana. Naam, ni maskani ya mhitaji. Bwana atanitunza, ndiwe msaada wangu na mwokozi wangu, Mungu wangu. Kuna siri kubwa sana katika maneno haya. Unaanza kumwona Daudi anakutana na watu ambao wanapambana naye kumwingiza kwenye shimo la uharibifu. Majira ya usiku, falme nyingi zinapambana kushambulia hatima za watu, lakini Zaburi ya 40 imebeba mambo mazito sana. Daudi anafika mahali kwenye mstari wa 2 anasema, unipandishe toka shimo la uharibifu, toka udongo uterezi, ukaisimamishe miguu yangu mabani. Maana yake Daudi anaona kabisa wameshamzika, wameshamtupa kwenye shimo la uharibifu. Naona anafika mahali Daudi amekata tamaa, anamuomba Bwana amtoe, anamuomba Yesu amtoe. Kwa hiyo ninaongea na mtu ambaye jioni hii ndani yako unasikia kabisa kuna mahali umeshawekwa, kuna mahali falme zimeshakushambulia, kuna mahali nguvu za giza zimeshakushambulia, kuna mahali nguvu za kichawi zimeshakupiga tayari. Glory to Jesus. Sasa anasema mstari wa 12 anasema, kwa maana wabaya anasema mabaya yasiyohesabika yamenizunguka mimi. Unaweza kuona mabaya yasiyohesabika, watu wanakutupia mambo mabaya, wanaua ndoto zako, wanaua hatima zako, wanaua vitu vyako, ni mabaya tu yamekuzunguka. Lakini unaona kitu cha ajabu, unaona anamsema mstari wa 13 anasema, Bwana uwe radhi kuniokoa, Bwana unisaidie hima. Anamwambia uwe radhi kuniokoa, unisaidie kwa haraka, unisaidie hima. Anamwambia Baba uwe radhi uniokoe, unisaidie kwa haraka. Baba anasimama kumsaidia kwa haraka. Umeona? Lakini mstari wa 10 anasema, waaibike, wafedheheke pamoja wanaotafuta nafsi yangu. Na mimi nakuombea katika jina la Yesu siku huu, wanaokutafuta nafsi yako waaibike, wafedheheke, waanguke, hao wanaotafuta nafsi yako. Oh my Jesus, glory. Anasema warudishwe nyuma, warudishwe nyuma. Oh my Jesus. Anasema wakae hali ya ukiwa, mstari wa 15. Na mimi ni maombi yangu, na wewe popote pale ulipo, inua mikono yako, sema Bwana Yesu, hao wanaonitakia mabaya, wanaonishambulia kwa mabaya, wanaonipiga kwa ubaya, Bwana usiku huu ninatamka katika jina la Yesu, kama Daudi alivyosimama, waaibishwe, wafedheshwe, waanguke wanaotafuta nafsi yangu katika jina la Yesu Kristo. Na mimi natamka kuanzia sasa, yoyote anayetafuta kuangamiza maisha yako, kuangamiza ndoto zako, kuangamiza hatima yako, kwa jina la Yesu Kristo, aanguke, aanguke, afedheke, haribiwe kwa jina la Yesu Kristo. Ni nani amesimama mbele yako? Ni nani amesimama kuangamiza? Kwa jina la Yesu Kristo ninavunja hiyo mamlaka, ninavunja hiyo nguvu. Shababa katarabasa rakababa shata eketereresha randorosha kata ramakoriba saka, kwa jina la Yesu Kristo. Yoyote anayetafuta nafsi yako, yoyote anayepambana na hatima yako, yoyote anayepambana na rabashika, kwa damu ya Yesu Kristo, rabo shatata, rabo shatatata, rabo shakata, rababa kasha makaya basaka,
shaka rakayando sata rikabashaka. Kwa jina la Yesu Kristo ninatangaza yoyote anayeshambulia kizazi chako leo anguke kwa jina Yesu, anguke kwa jina Yesu, anguke kwa damu Yesu, anguke kwa damu Yesu, anguke kwa damu Yesu, anguke kwa damu Yesu. Manshanda rabakoria rapa kashatata. Yoyote anayefuatilia hatima yako, anayefuatilia ndoto yako, jina la Yesu Kristo rebo sakamanda ramakosha, katika jina Yesu, wabaya wako waanguke, wafedheheke, ili wewe unyanyuke, katika jina lipitalo majina yote, Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai. Mtu mmoja aseme amina, amina, amina. Nataka ukamate hiyo sadaka. Wanaokushambulia au kushambulia hivi, kuna kitu wamefanya. Hiyo sadaka yako utaipanda, ni sadaka ya ulinzi, ili kuikomboa nafsi na kujitenga na mabaya. Na sadaka hiyo itume kwenye namba ya Vodacom ya 0756 934 903, na mkono wa Mungu utauona ukitenda kazi, na neema ya Yesu Kristo utaona akiachiliwa, na Baba asimame upande wako na akutetee na akupiganie. Mungu akuinue sana. Na unapotuma sadaka yako, naomba unijulishe kwa namba ya WhatsApp ya 0679 645759. Mungu wa mbinguni akubariki. Shalom, 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 shalom.